Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Lameck Mwigulu Nchemba ameagiza Wakala wa Maji Vijijini kuorodhesha miradi ya maji ambayo imeshindwa kuanza au kutekelezwa kwa kasi ndogo licha ya serikali kuwalipa wakandarasi wake ili hatua kali ziweze kuchukuliwa kwa wahusika. Mheshimiwa Mwigulu ametoa agizo hilo Disemba 21 mwaka huu 2025 katika kijiji cha Nandagala baada ya kuweka jiwe la msingi mradi wa maji unaojengwa na serikali ya awamu ya 6 ambao utawezesha wananchi wa wilaya ya Ruangwa na Nachingwea mkoani Lindi kupata huduma ya maji safi na salama. Amesema wakandarasi watakaobainika katika zoezi hilo hawataruhusiwa kupewa kazi za ujenzi wa miradi ya maji kwa nchi nzima. Taarifa tuliyopewa inaonyesha kazi hata ni kubwa kuliko asilimia ya fedha ambayo imeshatoka. Hiki ndicho tunachotaka, na ndio maana nimetoa rai na kwa wakandarasi wengine, akishapokea fedha mkandarasi, tunataka tuione thamani ya fedha hiyo aliyopokea kwenye kazi ambayo ameshaifanya. Nilimwelekeze mtendaji mkuu wa RUWASA, fanya tathmini ya miradi yote ambayo wameshapokea malipo ya awali na malipo mengine. Tunataka kuiona fedha, tunataka kuiona thamani ya fedha kwenye kazi ambayo imeshafanyika. Na wale ambao utakuta Mheshimiwa Waziri wameshafanya kazi lakini ni ndogo, haiendani na fedha ambayo alipewa, wanafanya kibabaishaji. Kwanza tuwajue, pili tuchukue hatua, lakini tatu wasipate mradi mwingine wowote ule. Lazima fedha ya walipa kodi wa Tanzania ionekane kwenye thamani ya kazi, na ilani ya uchaguzi imeweka malengo makubwa ya kuwapatia Watanzania maji. Akiwa katika mradi huo, waziri mkuu ametumia nafasi hiyo kumpongeza waziri mkuu mstaafu na mbunge wa jimbo la Ruangwa mstaafu Mheshimiwa Kassim Majaliwa kwa kulitumikia taifa kwa upendo, uaminifu na uadilifu mkubwa. Nakumbuka joto alilokuwa akitupatia kupitia maelekezo yake ya kuweza kuhakikisha fedha zinakuja kwenye mradi huu. Kila dakika mkumbukeni Kassim Majaliwa kwenye maombi yetu, kwa sababu amefanya kazi ya taifa, lakini pia pamoja na ubize wa kazi ya taifa hakuwasahau wana Ruangwa. Hongereni sana na ninyi kama wazazi wake, lakini pia kama wananchi wake ambao mara zote mlimchagua, na alipomchagua akaonekana kwa historia waziri mkuu aliyewahi kuaminiwa na marais wawili. Hongereni sana. Waziri wa Maji Mheshimiwa Juma Aweso na baadhi ya viongozi wamezungumzia umuhimu wa mradi huo. Hakikisha mradi unaanza mara moja, wananchi wa Ruangwa waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Kwanza naendelea kusema sisi wana Ruangwa zaidi ya watu 180,000 tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwaka 2020 upatikanaji wa maji katika jimbo hili ilikuwa ni 55% tu kwa mjini na vijijini 60%. Hivi tunavyoongea katika kipindi chake akiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa hivi mjini tuna 71% upatikanaji wa maji na vijijini tuna 74.68. Sisi watu wa mahesabu tunasema hiyo ni 75. Mradi huu hapa mbele yako ni mradi ambao utapeleka maji kwenye vijiji 56. Lakini wakati tunaendelea kujenga kulikuwa kuna mradi mwingine upande wa Lindi una vijiji 11. Kwa hiyo ikaonekana kwa sababu chanzo kinatosha tukaongeza vijiji 11. Kwa hiyo mwisho utaweza kufikisha maji kwenye vijiji 67. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ujenzi wa mradi huu kwa
maana ya vijiji 56 tutaujenga kwa awamu mbili. Awamu hii ya kwanza ambayo inahusisha vijiji 29 ambavyo 28 ni vya Ruangwa na kimoja ni vya Lindi na vile 11 vya Lindi, na awamu ya pili itahusisha vijiji 27 ambao kutakuwa na vijiji 6 vya Ruangwa na vijiji 21 vya Nachingwea. Gharama yake ni bilioni 119 na wakandarasi wetu wameshalipwa bilioni 49 sawa na asilimia 41, lakini utekelezaji tu kwa asilimia 67. Sisi tunaona mradi unakwenda vizuri, tunashirikiana vizuri usimamizi na viongozi wetu wa mkoa na wilaya, wanautembelea mara kwa mara, wanatupa ushauri na maelekezo mengine. Kwa hiyo hilo Lot 1 inategemea kukamilika Juni 2026.